tukaunda group sogozi la WhatsApp ili kuweza kuweka mawazo yetu kwa pamoja na hatimaye tuweze kuyawasilisha kwa katibu mkuu. Kwa ndivyo kundi lilivyoundwa. Lilikuwa ni kundi ambalo tunajaribu kuweka mawazo, maoni, tunashauriana kwa pamoja kama yalivyo makundi mengine mbalimbali ndani ya chama. Kwenye chama chetu kuna makundi kwenye kata, kwenye vitongoji, na tungeweza hata kuliita Chadema Family, kwa sababu makundi hayo yapo kila mahali kwenye chama chetu. Kwa ndivyo kundi hili la G55 lilivyoundwa. Lina wajumbe wengi na bado tunaendelea kushauriana mambo mbalimbali ya chama na mikakati yetu binafsi. Kama wagombea tunawezaje kupata rasilimali, tunawezaje kujipanga na kampeni, tunapeana uzoefu. Kwenye kundi hili kuna ambao walishawahi kushinda ubunge, wako ambao walishawahi kushindwa. Kwa hiyo tunapeana na tunaendelea kupeana uzoefu. Jambo la pili ambalo ningependa kulieleza kabla ni kwamba leo tumekuja kufafanua waraka wetu tuliomfikishia katibu mkuu siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025. Na tumeona kwamba kuna haja ya kufafanua kwa sababu wakati mwenyekiti wa chama akizungumza na wagombea na watiania siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 pale makao makuu, alijibu baadhi ya hoja zilizokuwa kwenye waraka, na wale waandishi mliokuwepo mlimsikia akisema ameusoma waraka na hoja zinajibika. Lakini tukiri tu, mpaka sasa hivi bado hatujapokea majibu rasmi ya maandishi, kwa sababu sisi tuliandika kwa maandishi. Sasa kitendo cha kuja kuweka hadharani, wako ambao wanaweza wakapotosha. Sasa ni kwa nini kama mmempelekea katibu mkuu, kwa nini mnausema hadharani? Tunausema hadharani kwa sababu mwenyekiti wa chama alishaanza kujibu hoja zetu hadharani. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo tunaufafanua ili yale ambayo hayakupata majibu siku ile ya tarehe 3 mwezi wa 4 hatimaye sasa yaweze kupatiwa majibu, au jamii ifahamu tumeandika nini, tumeshauri nini chama. Maana yako maneno mengi sana ya upotoshaji haswa kwenye mitandao, na kwa watu ambao hawaitakii Chadema mema wameendelea kupotosha. Ndugu zangu, waraka wetu ni mfupi, ulisainiwa na watu 55 kama alama ya G55. Lakini nimesema pale awali kwamba kundi hili sio la watu 55. Tuko wengi ambao tunakishauri chama, na baada ya kutangaza uwepo wa kundi hili wamejitokeza hata ambao wanataka kugombea udiwani, wanaomba sasa nao wawe sehemu ya hili kundi. Kwa hiyo linazidi kupanuka na kuongezeka ukubwa wake baada ya watu kujua kwamba linasimamia mambo gani. Ndugu wanahabari, naomba sasa ni usome waraka kwa wetu tuliompelekea katibu mkuu siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka huu. Ndugu wanahabari, madhumuni ya waraka: pamoja na kupokea wito wa kushiriki mkutano huo maalum, sisi wagombea ubunge wa mwaka 2020 na watiania wa mwaka 2025 tumeona kuna viashiria vya kutopewa au kutopata nafasi ya kutosha kusikilizwa katika mkutano huo maalum, na kwa hiyo tumeamua kukuandikia waraka huu kwa sababu zifuatazo. Moja, mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu alihutubia mkutano wa hadhara mkoani Iringa. Ametamka wazi kuwa wote wanaoona no reform no election haiwezekani ni wana CCM pamoja na vibaraka wao. Kauli hii ya mwenyekiti tayari imezuia uhuru wetu wa kutoa maoni au kushauri mbadala dhidi ya no reform no elections, kwani kwa mujibu wa mwenyekiti wetu watu wa namna hiyo ni wana CCM au vibaraka wao.
Ndio dhumuni la kwanza lilotufanya tumwandikie katibu mkuu. La pili, mjumbe wa kamati kuu na mwenyekiti wa kamati ya chama ya kuchangisha fedha Mheshimiwa Godbless Lema akihutubia mkutano jijini Arusha alinukuliwa akisema kwamba wote wanaotaka ubunge au udiwani bila reforms waondoke Chadema. Kauli ya Mheshimiwa Lema ya kufukuza watu wenye maoni mbadala ndani ya chama haijakaa na inazidi kuondoa mantiki ya mkutano huo maalum wa kujadili mwenendo wa no reform no election, kwani tayari washiriki tumewekewa mipaka na vitisho katika suala hilo. Dhumuni la tatu, hivi karibuni mwanaharakati Maria Sarungi aliandika katika ukurasa wake wa X akikitaka chama kiyaweke hadharani majina ya wote wanaotaka ubunge kwa udi na ubani bila reforms, na akatuhumu kuwa watu hao wanataka kufanya blackmail, yani kutishia eti watahama chama. Pia Maria Sarungi, bila kujali mamlaka ya ofisi yako, ametaka ajulishwe ni nani amewaita watiania kwenye mkutano huo maalum, maana uongozi mzima upo field, na akataka chama kisiwahusishe watiania, do not engage them, bali waachwe waende CCM. Kauli hizi za Maria Sarungi ambaye ni si mwana Chadema zinafanana na kauli za Mheshimiwa Lissu na Mheshimiwa ambaye ni swahiba wa karibu wa baadhi ya viongozi wetu wakuu, zinazidi kuongeza vitisho na kufinya uhuru wa maoni kuelekea katika kikao hicho maalum. Kwa msingi huo, tunawasilisha mchango wetu wa mawazo kwa njia ya maandishi kama ifuatavyo. Moja, tunaunga mkono madai ya mabadiliko, reforms. Sisi kundi la G55 tunaunga mkono kabisa madai ya kufanyika kwa reform katika nchi yetu. Tunaunga mkono na tupo tayari kuongeza nguvu zaidi katika jitihada zote za chama za kudai mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi, reforms, ili kuwa na uchaguzi huru na zinazoaminika. Kwa hiyo kwenye eneo la reform, sisi tuliogombea mwaka 2020 tulijeruhiwa na uchaguzi ule sana kwa sababu ya mifumo isiyo rafiki ya kiuchaguzi. Kwa hiyo tunaunga mkono 100% swala la reform. Kwa hiyo tuko tayari na kuongeza nguvu kuwekeza kwenye kupigania mabadiliko ya kimfumo na ya kisheria kwa ajili ya chaguzi huru na za haki hapa nchini. 2, maoni mbadala dhidi ya mpango wa kuzuia uchaguzi. Ikumbuke hapo mwanzo nimesema reform tunaziunga mkono. Tunasita kuamini katika mpango wa chama wa kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu 2025 iwapo mabadiliko hayatopatikana, tukiwa na sababu zifuatazo. Kwa hiyo sisi kwenye no election, njia ambayo chama kimetumia tunaiona sio njia sahihi, na ndio maana tukachukua wajibu wetu kama wanachama, wengine wanachama waandamizi, kukishauri chama chetu kwamba njia ya no election walioamua kuitumia hatuoni kama itatufikisha kule tunakotaka kufika. Moja, tunaona kuwa haiwezekani kuzuia uchaguzi kwa kuwa nje ya uchaguzi. Kujaribu kuzuia uchaguzi huku ukiwa nje ya uchaguzi itakuwa ni sawa na kufanya jinai. Uwezekano pekee wa kuzuia uchaguzi ni kushiriki uchaguzi wenyewe kwa kuhakikisha tunaingiza wagombea katika uchaguzi. Ni rahisi kwa wagombea kuhamasisha na kuongoza wananchi kuzuia uchaguzi katika vituo mahususi vya uchaguzi, katika kata au majimbo yanayoelekea kufanyiwa hujuma, kuliko kujaribu kuzuia uchaguzi wote huku tukiwa nje kabisa ya uchaguzi wenyewe. Ndugu zangu, ukishakuwa nje ya uchaguzi mara tu baada ya bunge kuvunjwa, vyama vya siasa vitasitisha shughuli zote, tutaingia kwenye harakati za kiuchaguzi. Sasa kama haushiriki uchaguzi, unawezaje kuzuia huo uchaguzi? Huna wagombea kwenye kata, huna mawakala ambao kama unataka kuzuia uchaguzi kwenye vituo
anayeweza kuwa wa kwanza ni wakala wako aliyeko kituoni. Sasa huna wakala, huna mgombea, hivi huo uchaguzi unauzuiaje? Kwa hiyo sisi tunaamini tunaweza kuzuia uchaguzi tukiwa ndani ya uchaguzi. 2, dhana ya no reform no election ilianza kama kampeni mnamo mwezi Januari mwaka 2020 na baada ya retreat ya kamati kuu ya chama iliyofanyika Makueni nchini Kenya. Kaunti ya Makueni kule Kenya, hoteli inaitwa Kusimbungio, ndiko chimbuko la no reform no election lilianzia. Na hii ilikuwa Januari mwaka 2020. Kwa wale wanaodhani kwamba dhana ya no reform no election ni ya mwaka 2024, ni bahati mbaya, hawana taarifa sahihi. Hii ilikuwepo tangu Januari mwaka 2020, na niliyeko mbele yenu hapa ni kati ya watu wawili walioachwa Nairobi na kamati kuu ya chama kukamilisha mpango huo. Niliachwa mimi na mkurugenzi mwingine mmoja, tukabaki Nairobi siku 8 na wataalamu mbalimbali kukamilisha andiko hilo, na tukarudi tukiwa na nakala ya andiko hilo mwaka 2020. Kwa hiyo dhana ya no reform no election ilikuwa ni kwa ajili ya kuunganisha makundi na jamii ili kupigania mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi ndani ya nchi yetu, na ilikuwa ni maandalizi ya kwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Nyaraka hiyo ilipewa jina Roadmap to the General Election 2020. Ndio jina la hiyo nyaraka. Na hiyo nyaraka ipo, nina nakala yake. Tukilazimika tutaiweka hadharani ili taifa lijue dhana hiyo ilianzia wapi. Kwa hiyo wale mnaofikiri ni kitu kimeanza juzi 2024, kwa kweli hicho sio sahihi. Ni kitu kilikuwepo tangu mwaka 2020, na bado tuliweza kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Dhana hiyo ya no reform no election ikiwepo, tuliweza pia kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024. Dhana hiyo ya no reform no election ilikuwepo, na hata tamko la kamati kuu la tarehe 11 Disemba mwaka 2024 la tathmini ya uchaguzi wa serikali za mitaa, mimi nilikuwepo. Ukisoma lile tamko la maandishi, hakuna mahali tuliweka hiyo dhana. Na hata ukisikiliza hotuba ya mwenyekiti wa wakati huo, Mheshimiwa Mbowe, alisema tukifika mwaka 2025 wakati wa uchaguzi, kama hakuna reform, chama kitafanya maamuzi sahihi. Ndio ilikuwa kauli. Hakusema tutazuia uchaguzi. Wewe wale wanaojaribu kusema hii ilifanyika wakati wa mwenyekiti Mbowe, ni kweli. Mwenyekiti alikuwa Mbowe, makamu wake alikuwa Mheshimiwa Lissu, wajumbe wa kamati kuu akina Mheshimiwa Heche walikuwepo na tulikuwa nao Nairobi. Lissu aliondoka Ubelgiji akaja Nairobi wakati huo kule Kusumbungio, kaunti ya Makueni nchini Kenya. 3, kwa muda mfupi uliosalia hatuoni uwezekano wa kutekeleza kwa ufanisi mkakati wowote madhubuti wa kuzuia uchaguzi. Tayari uchaguzi wenyewe umeshaanza, zoezi la uandikishaji wa piga kura limeshakamilika na limefanyika mikoa yote nchini. Kwa hiyo kama tulikuwa tunataka kuzuia uchaguzi, tulipaswa tuanze kuzuia hata zoezi la kuandikisha. Sasa kila kitu kimeshafanyika, iliyobaki ni kampeni, kuteua wagombea, watu waingie kwa debe. Sababu ya 4 ni kwa mujibu wa katiba ya Chadema ibara ya 4 inayohusu madhumuni ya chama. Dhumuni kuu la chama ni kuongoza dola na kutekeleza madhumuni mahususi ya kisiasa kama yalivyoainishwa katika kifungu cha 4.1, madhumuni ya kiuchumi kifungu cha 4.2 na madhumuni ya kijamii katika kifungu cha 4.3.
Kwa hiyo kushiriki uchaguzi ili kuongoza dola ni sharti la kimsingi la katiba ya Chadema. Dhumuni la kwanza la chama hiki lipo kwenye katiba yetu sura ya 4, madhumuni ya kisiasa 4.11 inasema kuhakikisha kuwa chama chetu kinashinda chaguzi za kiserikali na kushika dola kwa njia ya kidemokrasia ili kuleta maendeleo endelevu kwa taifa. Ni dhumuni la katiba yetu. Kwa hiyo Chadema sio pressure group. Kuna tofauti ya kuwa na pressure group na chama cha siasa. Chama cha siasa dhumuni lake ni kuweka sera, mipango na kushiriki chaguzi ili kiweze kushinda, kiende sasa kikatekeleze madhumuni ya kuanzishwa kwa chama hicho. Lakini pressure group wao wanakuwa na jambo mahususi kwa wakati mahususi, wanalipigania kama kimbunga pap, likishaisha wanaenda kwenye jambo lingine. Pressure groups hazina madhumuni ya kudumu. Wao wanaenda na tukio kama linavyotokea. Lakini chama cha siasa kina malengo na madhumuni yake, na lengo kuu ni kushika dola. Kwa hiyo tumeshauri katibu mkuu kwamba chama chetu kirudi kwenye katiba yake, kiangalie madhumuni ya kuanzishwa kwa chama hiki. Je, tusiposhiriki uchaguzi tunaitekeleza vipi katiba yetu? 5. Ibara ya 5.2 ya katiba ya chama imetamka haki za mwanachama wa Chadema kuwa ni pamoja na kuchaguliwa kuongoza na kukiwakilisha chama katika ngazi yoyote kwa kuzingatia masharti yaliyowekwa na sifa za uongozi. Mpango wa kuzuia uchaguzi unaweza kukosa uhalali wa kutosha kikatiba kwa kuathiri haki za wanachama wa Chadema wanaotaka kugombea. Hili kundi linawakilisha haki za wanachama wa Chadema wanaotaka kugombea. Katiba yetu ibara ya 5.2.2 imetoa hiyo haki kwa wanachama. Sasa tumemshauri katibu mkuu, pamoja na kupigania reforms, lakini kusema hatushiriki uchaguzi, wakumbuke pia wana infringe, wananyima haki wanachama wake ambao wanaona kushiriki uchaguzi ni sahihi. 6. Ukiondoa chama chetu, mpaka sasa hakuna chama kingine hata kimoja cha siasa kinachounga mkono mpango wa kuzuia uchaguzi ikiwa reform hazitopatikana. Kinyume chake, kuna chama kimoja tu cha upinzani ambacho kinapigania reform, lakini huku kikiendelea kujipanga kushiriki uchaguzi. Vyama vingine hususan vile vya kawaida ya kutumika vimeendelea kutangaza nia yao ya kushiriki uchaguzi. Ndugu zangu, wakati dhana ya no reform no election ikiwa ni kuunganisha makundi na vyama vya siasa, viongozi wetu hatujaona wakifanya hiyo jitihada, au wamefanya imeshindikana. Hatuungwi mkono na vyama vingine, tumebaki wenyewe. Sasa hatuoni mantiki ya kutokushiriki uchaguzi wakati wengine wataenda kwenye uchaguzi, watahalalisha huo uchaguzi. Madhara ya kutokushiriki ni makubwa kuliko faida. 7. Viongozi wa dini na madhehebu yenye waumini wengi hapa nchini tayari wamehimiza na wanaendelea kuelimisha na kuhamasisha waumini wao kwenda kujiandikisha kwenye daftari la mpiga kura kwa ajili ya kushiriki uchaguzi. Hali hii inaashiria kuwa ni ama chama chetu kimechelewa au tayari kimekwama kupata uungwaji mkono wa wadau muhimu katika mpango wa kuepuka uchaguzi usio na reform. Tumeshuhudia viongozi wa dini wanakubaliana kama ambavyo na sisi tunakubaliana dhana ya reform. Tulisikiliza juzi wakati wa sherehe za Idi, Mufti alisema, serikali angalieni, sikilizeni kuhusu reforms. Kanisa Katoliki limekuwa likiendelea kusema kuhusu reforms. CCT wamekuwa wakisisitiza kuhusu reforms. Lakini hakuna mmoja aliyejitokeza na kuhamasisha waumini wake wazuie uchaguzi. Sasa tunajiuliza, kama chama chetu kikiendelea na msimamo huo,
tutabaki na nani? Maana wanachama wetu ndio waumini wa dini hizo, wanawasikiliza viongozi wao wa dini. Hasa hili ni kama wake up call kwetu, na ndio maana tumemshauri katibu mkuu, dhana ya kuzuia uchaguzi inaweza ikawa inapingwa kimya kimya na makundi makubwa katika jamii. Hawasemi, lakini kama wanahamasisha reform lakini hawawaambii waumini wao nendeni mkazuia uchaguzi, maana yake hawajakubaliana na sisi au hawajaridhishwa na ushawishi wetu kwenye eneo hilo. Kwa hiyo hii ni sababu ya 7 tuliyomwandikia katibu mkuu. Sababu ya 8, uchunguzi na uchambuzi wetu umeonyesha kuwa wadau wengi wa demokrasia wanaunga mkono madai yetu ya reform, lakini wanasita kuunga mkono mpango kamili wa chama chetu wa kuzuia uchaguzi iwapo reform hazitapatikana. Kwani hali hiyo inatafsiriwa kuwa ni karibu sawa na kufanya uasi au kuvunja katiba na sheria zilizopo licha ya ubaya wake. Kwa maneno mengine, msisitizo wa kuzuia uchaguzi unaathiri au kupunguza kasi ya uungwaji mkono katika madai ya msingi ya reform. Wako wadau wengi, asasi za kiraia, wanashindwa kuja mstari wa mbele kuungana nasi kudai reforms kwa sababu sisi tumeongeza kuzuia uchaguzi. Angalieni asasi za kiraia zilizokuwa zinapiga kelele sana kuhusu reform. Baada ya sisi kusema tutazuia uchaguzi, ni kama wameweka break, wamepoa. Kwa sababu wanaona sasa hapa Chadema inataka kucross the line, kuzuia uchaguzi. Tumeitahadharisha chama na katibu mkuu kwamba warudi nyuma, watafakari ni kwa nini wadau hao muhimu ambao tumekuwa nao miaka yote leo ni kama wamepiga break, wameingia ubaridi. Ni kwa sababu hawaamini kwenye kuzuia uchaguzi. 9, kushindwa kuzuia uchaguzi katika dakika za mwisho ikiwa jitihada za reform zitakwama, kuna maanisha kuwa chama hakitokuwa tena na muda wa kujiandaa na hivyo hakitashiriki kabisa uchaguzi huo. Tumemshauri katibu mkuu na chama, wakati tukiendelea na mapambano ya kudai reform, chama kiendelee na maandalizi ya kiuchaguzi. Maandalizi ya kiuchaguzi ni mengi. Tunakata takribani 1400 na tunahitaji kuwa na wagombea udiwani. Unapowaambia watu hakutakuwa na uchaguzi, hawa wagombea hawatajitokeza na hakuna atakayewekeza rasilimali zake wakati anajua hakuna uchaguzi. Kwa hiyo tumeshauri chama kiendelee na maandalizi, kianze kuandaa ilani. Kama kweli tuko serious tunataka reforms, maandalizi mengine yaendelee, ili ukitokea muujiza zikatokea reform, tusije kusema tumeshachelewa, hatujajiandaa, kwa hiyo hatuwezi kushiriki uchaguzi. Kwa ushauri wetu wa mwisho kwa katibu mkuu na chama, athari za kutokushiriki uchaguzi: 1, chama kinaweza kuondokewa au kupoteza viongozi na wanachama wenye nia ya kuwania urais, ubunge na udiwani, pamoja na nafasi za viti maalum vya ubunge na udiwani katika maeneo mbalimbali nchini. Kuna watu wako kwenye vyama vya siasa kwa sababu wanataka kuwa viongozi. Ndio maana mtu akifungiwa mlango kwenye chama hiki, huwa mnawaona anaondoka anaenda chama hiki. Mwaka 2015 Lowassa alipofungiwa milango ya kugombea urais CCM, alifungua mlango mwingine Chadema kwa sababu dhamira yake, nia yake ilikuwa ni kuwatumikia Watanzania. Na wako watu wengi wa aina hiyo ndani ya Chadema. Kwa hiyo tutakapowafungia tukidhani kwamba hawa watu wataendelea kubaki Chadema, watatafuta mahali pengine, na wengine wanasukumwa na wananchi wao. Mathalan, kwa mfano, tuna diwani wetu pale Kigoma, kata moja, tangu mwaka 92 mfumo wa vyama vingi uanze, anaitwa Gimbi. Kata yake amekuwa akishinda muda wote. Hasa mtu kama yule wananchi wake wanamlazimisha kwa sababu wamekaa naye, amewatumikia vyema, na wako wengi wa aina hiyo. Hasa ukiwafungia milango,
yatatukuta yale yaliyowakuta CCM Karatu mwaka 95 walipomfungia mlango Dr. Slaa wa kugombea Karatu. Wananchi wa Karatu wakamwambia Dr. Slaa, toka CCM, nenda Chadema, tunataka wewe uwe mbunge wetu. Kwa hiyo tumekitahadharisha chama, hiyo hasara tuipime, tuone madhara yake, tusije kujuta. Majuto ni mjukuu. 2, chama kitapoteza mvuto kwa umma, kitadhalilishwa kwa propaganda na hata kudhoofika. Hadi sasa chama kimejikita katika vipande viwili vinavyosigana kuhusu jambo hili. Ikitokea tukishindwa kushiriki uchaguzi, mkatiko huu utakuwa ni wawazi na athari zake zitakuwa mbaya zaidi. Tumempa pia katibu mkuu hiyo tahadhari kwamba ndani ya chama tunaona makundi mawili. Ndani ya kamati kuu wapo wanaotaka kugombea. Mmewasikia wakisema. Ndani ya baraza kuu yako hayo makundi mawili, na hata ndani ya mkutano mkuu. Kwa hiyo hatutaki huo mpasuko uendelee kuwa mkubwa. 3, chama kitapoteza kabisa ruzuku baada ya uchaguzi, hivyo kuathiri uhai na uendelevu wa shughuli za chama. Kuna watu wanabeza hoja hii. Sisi tuliokuwepo kuanzia mwaka 2020 Disemba mpaka tulipokuja kukubali kuchukua ruzuku mwaka 2023, tulikuwa na wakati mgumu sana wa kukiendesha hiki chama. Tulishindwa kulipa mapango ya ofisi, tulipunguza watumishi kwenye ofisi za makao makuu, ofisi za kanda. Fikiria kanda, tulifika mahali tukaagiza wabaki watu 3, katibu wa kanda, afisa mmoja na mlinzi. Tuna kanda 10. Ukiacha watu 3 au ni watu 30 wa kuwalipa kila mwezi. Tulipopokea ruzuku angalau tumeweza kuendelea kuwa maintain. Lakini wako wanaobeza, chama sio kwa ajili ya ruzuku. Sawa, tunakiendeshaje? Kampeni yetu ya tone tone mpaka sasa imefikisha shilingi ngapi? Viongozi hawasemi kwa sababu hawana cha kusema. Ndio kweli. Sasa tufikirie miaka 5 tutaweza kuendesha chama kwa tone tone? Kwa hiyo tumekitahadharisha chama chetu kwa sababu tunakipenda. Wengine tumetumikia hiki chama tangu tukiwa watoto. Mimi nimaliza chuo kikuu, sijawahi kuajiriwa, nilikuwa Chadema mpaka leo niko Chadema. Sasa tunapoona hatari kwamba chama kinaenda kupotea, lazima tutoke mbele tuseme. 4, ari na hamasa ya wanachama kukichangia chama itakazidi kushuka, kwani wananchi hawataona faida ya kukichangia chama ambacho hakishiriki uchaguzi. Ndio maana hata kampeni yetu hii ya tone tone inakwama, kwa sababu watu wanajiuliza, hivi na wachangia Chadema sasa ili iweje wakati hata uchaguzi hawashiriki, ili waje watutoe kwenye makucha ya CCM? Sasa viongozi wetu tumewatahadharisha na kuwaambia kwamba tazameni hili kwa umakini, kwa sababu mtu anasukumwa, ana shilingi 1000 yake anaichangia Chadema kwa sababu anaona mwanga kesho nitapata diwani wa Chadema, hii michango ya ovyo ovyo itaondoka. Nitapata mbunge wa Chadema atanitetea bungeni. Nitapata rais wa Chadema ataenda kutatua kero na matatizo ya wananchi. Lakini leo Chadema anasema haishiriki uchaguzi. Kwa nini nichangie 500 yangu wakati watoto wangu wanakula mchicha? Bora niwaongezee dagaa. Kwa hiyo hatari tunaiona na tumekishauri chama. 5, kutoshiriki kampeni ya uchaguzi kutakipotezea chama fursa ya kukijenga zaidi. Maana haitokuwa rahisi kwa watiania kuwekeza kwenye chama ambacho hakiingii kwenye uchaguzi, maana hawatapata fursa ya kugombea. Ndugu zangu, chama cha siasa kinajengeka sana wakati wa uchaguzi. Na sisi Chadema ni mfano. Mwaka 1995 hatukuingia kwenye uchaguzi wa rais. Mwaka 2000 hatukuweka mgombea urais.
chama chetu kiliendelea kudhoofika. Chama hiki kimeanza kukua baada ya mwaka 2005 tulipoamua kuweka mgombea urais Mheshimiwa Freeman Mbowe, akazunguka nchi nzima, tukatumia helikopta. Chama hiki kikaanza kunyanyuka, na tangu wakati huo hakijawahi kurudi nyuma, pamoja na madhila ya mwaka 2020 ambao chama kilishatangaza haukuwa uchaguzi bali uchafuzi. Kwa hiyo tumewatahadharisha viongozi wetu watumie fursa ya kampeni kuendelea kukijenga chama, kuimarisha wanachama na kupigania mabadiliko kwa taifa letu. 6, kwa ujumla, kutoshiriki uchaguzi kutasababisha chama kupoteza uhusika na umuhimu wake kwa umma, relevance, hali inayoweza kufuatiwa na kuporomoka kisiasa na hatimaye kudhoofika kabisa. Hatutaki chama chetu kikawe dhoofu bin hali baada ya uchaguzi mkuu. Ndio maana tumeshauri chama kitumie fursa hii, na ni rahisi zaidi kuzuia uchaguzi ukiwa unashiriki kuliko ukiwa nje ya ulingo. Ushauri wetu, tujiandae kwa uchaguzi. Tumemtaka katibu mkuu na chama kama nilivyosema awali wajiandae kwa uchaguzi. Aidha, upo uwezekano wa kushinda uchaguzi wa 2025 na kutangazwa katika vikwazo vingi vya kikatiba, kisheria na utamaduni mbaya wa CCM wa kubaka demokrasia. Pamoja na hujuma na uonevu wote tuliofanywa katika chaguzi zilizopita, bado yapo madhaifu ya ndani ya kirasilimali na kimkakati yanayoweza kuondolewa, na hivyo kukifanya chama kiingie kwenye uchaguzi huu kikiwa na nguvu mpya na mikakati madhubuti ya kukabiliana na hujuma za CCM na serikali yake kwa kasi kubwa. Tukijipanga vizuri kimkakati, kushiriki uchaguzi kutatupatia fursa kubwa na nzuri zaidi ya kuzuia uchaguzi kirahisi kwenye vituo na maeneo mahususi yanayoelekewa kufanywa hujuma. Tunasisitiza kuwa ni ngumu na kwa kweli haiwezekani kuzuia uchaguzi huku tukiwa nje ya uchaguzi. 3, kushiriki uchaguzi kutatupatia fursa ya ziada ya kutumia madhila ya uchaguzi katika kuwaunganisha, kuwachochea na kuwaongoza wananchi kuendeleza vuguvugu la kudai reforms kwa kishindo kikubwa zaidi. 4, kushiriki uchaguzi kutasaidia kuimarisha na kuendelea umoja na mshikamano wa chama, wanachama na wananchi, kutahuisha uhai na kuendeleza nguvu, hamasa na harakati za chama. Mabadiliko ni mchakato. Change is a process. Tumeshiriki chaguzi tangu mwaka 95 kwa tume hii, sheria hizi, uovu huu tuliwahi kufikisha wabunge 73. Tujiulize nini kilichochea chama pamoja na sheria kuwa hizo, tume hiyo mwaka 2015 kikapata mafanikio kiliyopata, kura za urais zilizotangazwa 40%. Nini kilikuwa kichocheo? Utaona kwamba tulikuwa na mgombea na wagombea ubunge sahihi. Tutumie vizuri fursa ya uchaguzi kwa kuweka wagombea sahihi, tutaweza kushinda uchaguzi. Hitimisho. Mheshimiwa Katibu Mkuu, tunaomba uzingatie kuwa tumetoa maoni na ushauri wetu huo baada ya ofisi yako kutualika kujadili ajenda ihusuyo hali ya siasa na mwenendo wa chama katika kudai uchaguzi huru zenye kuaminika. Kwa muhtasari wa maoni, ushauri wetu umejikita katika kuunga mkono madai ya reform, lakini wakati huo tukikisihi chama chetu kione haja ya kujiandaa na hatimaye kushiriki uchaguzi mkuu wa 2025 hata kama reforms hazitopatikana kwa wakati, kwamba kushiriki uchaguzi kutatuepusha na athari nyingi za muda mrefu za kudorora kwa chama, huku tukiwa pia na uwezekano wa kushinda au kuzuia uchaguzi kwenye maeneo au mazingira mahususi ya kiuchaguzi yatakayoelekea kufanyiwa uhuni, hujuma dhidi ya demokrasia. Tunaomba chama kiyazingatie, kiape kipaumbele katika tathmini na tafakari zake, na kifanyie kazi maoni na ushauri wetu huo kwa kina, kikiongozwa na fikra chanya, maslahi mapana na endelevu ya chama, pamoja na nafasi zilizojaa upendo
nafsi zilizojaa upendo, umoja na mshikamano kwa wanachadema wote. Tunapenda kusisitiza kuwa maoni na ushauri wetu huo si wa kupinga msimamo wa chama, bali ni kupendekeza namna bora zaidi ya kuziendea reforms, huku tukilinda ustawi endelevu wa chama chenyewe chini ya imani kuwa change is a process. Sisi hatupingi msimamo wowote wa chama, na hapa nitawakumbusha, chama kiliweka msimamo, baraza kuu liliweka msimamo tuingie kwenye maridhiano na CCM na serikali yake. Lakini kadiri tulivyoenda mbele, viongozi waandamizi waliongoza kundi la kupinga, la kukiondoa chama kwenye maridhiano yale, na wakati huo chama kilisikiliza, kikaona mantiki ya hoja, hatimaye kilijiondoa kwenye maridhiano. Kwa hiyo sisi hatupingi, ila tunakishauri chama kitafakari upya. Maazimio ya vikao sio msahafu, yanaweza kubadilika. Wako wanaojenga hoja kushiriki uchaguzi ni kuwapeleka vijana wakamwage damu, kwamba tuna njaa ya damu. Wakati huo huo wakihamasisha tukazuie uchaguzi. Hivi damu itamwagika wakati gani zaidi? Wakati wa kushiriki uchaguzi au wakati wa mapambano na dola, polisi na majeshi yake, wakati wa kuzuia uchaguzi? Sasa wako wanaotaka kutuaminisha kwamba kuzuia uchaguzi hakutamwagika damu, wakati tunakwenda tunatangaza kupambana na dola na majeshi kuzuia uchaguzi ulioko kwa mujibu wa katiba, kitu ambacho hakijawahi kufanikiwa popote duniani. Watu wanapambana wakiwa ndani ya uchaguzi. Hadi tunaambia tukishiriki uchaguzi ni watu wanaotaka damu zikamwagike, lakini kuzuia uchaguzi kana kwamba hatutatumia watu wetu hawa hawa kwenda kuzuia uchaguzi. Sasa hiyo itupe tafakuri ya kina, ni wakati gani damu itamwagika zaidi? Kama tunaweza kuepusha tone la damu ya Mtanzania kumwagika, viongozi tuna wajibu, that's our primary responsibility, ya kulinda uhai wa watu wetu. Hata sisi tunaotaka tugombee, tunataka kuepusha vijana wetu, ndugu zetu, kwenda kuumizwa wakati wa kuzuia uchaguzi. Kwa hiyo tumekitahadharisha chama kitafakari eneo hilo. Tunapenda ieleweke kuwa iwapo chama hakitakubaliana na maoni na ushauri wetu, basi tutaendelea kuheshimu msimamo na mwelekeo wa chama kwa uaminifu na mapenzi yetu yote. Tumeandika wale wanaojaribu kupotosha hawa ni waasi ni nini, commitment yetu ipo kwa maandishi iliyopeleka kwa katibu mkuu na tumesaini. Aidha, kwa kumalizia, tunafahamu sio wajibu wetu kutangaza, lakini kwa sababu tumekaa kwenye chama, tuna uzoefu, tuna connection. Tarehe 12 mwezi huu ni siku ambayo Tume ya Taifa ya Uchaguzi wanaenda kusaini kanuni za maadili kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024 kifungu cha 162. Kinasemaje? Kwa madhumuni ya kusimamia uchaguzi wa haki, huru na amani, na baada ya kushauriana na vyama vyote vya siasa na serikali, tume itaandaa na kuchapisha katika gazeti la serikali kanuni za maadili ya uchaguzi zitakazoainisha maadili ya vyama vya siasa, serikali na tume wakati wa kampeni za uchaguzi na utaratibu wa utekelezaji wake. Kanuni za maadili ya uchaguzi zitasainiwa na a, kila chama cha siasa; b, kila mgombea kabla hajawasilisha fomu ya uteuzi; c, serikali; na d, tume, na zinapaswa kuzingatiwa na wahusika wote waliosaini. Mtu ambaye atakiuka masharti ya kanuni za maadili ya uchaguzi ataadhibiwa kwa mujibu wa kanuni hizo. Tarehe 12 vyama vinatakiwa vikasaini kanuni hizo. Na moja ya kitu ambacho kiko kwenye hizo kanuni
chama ambacho hakita saini hizo kanuni hakitaruhusiwa kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo tunawakumbusha na kuwasihi viongozi wetu, wakati tunaendelea na madai ya reforms, wasisahau kwenda kusaini hizo kanuni, kwa sababu ikitokea reform kidogo zimepatikana, hawajasaini kanuni, chama chetu hakitaweza kushiriki uchaguzi. Wasije wakatumia mwanya huu wakakimbia kwenda kusaini kanuni ili baadaye watugeuzie tena. Sio kwamba no election, hatuzuii uchaguzi, bali kanuni zimeshatutoa nje ya uchaguzi. Kwa hiyo tunawakumbusha mbele ya umma na mbele ya vyombo vya habari, tarehe 12 waende wakasaini hizo kanuni, ili isije ikatafutwa sababu nyingine huko mbele ya safari kwamba jamani, ni kweli hatujapata reform lakini kwa hatukusaini kanuni, kwa hiyo chama chetu kimezuiwa kushiriki uchaguzi. Hakuna kushiriki uchaguzi. Tunawatahadharisha na kuwakumbusha mbele ya umma, na tunaomba waandishi wa habari mlifikishe hilo kwa maslahi mapana ya chama chetu na nchi yetu. Aidha, kuna viharakati vinaendelea vya chini kwa chini vya kujaribu kunyamazisha sauti kinzani, maoni tofauti. Tumeanza kushuhudia ndani ya chama chetu. Chadema tuliyoiishi miaka yote sio hii tunayoiona leo. Kuna dalili, kuna watu wanatishwa na wanatumia mbinu ya kupeleka maelekezo kwenye viongozi wa matawi, kwa sababu kwenye chama hiki ziko mamlaka mbili tu zinazoweza kumfukuza mtu wanachama: tawi lake au kamati kuu. Ndivyo katiba yetu inavyosema, ndio vyombo viwili vinavyoweza kumfukuza mtu wanachama. Tumeshuhudia kwenye matawi viongozi wanapelekewa maelekezo kwamba mtu yeyote aliyeko G55 anzeni kumwandikia barua. Na tumeshaona mmoja ameandikiwa, yuko hapa, Asenga yupo, na yuko bwana Romanus aliyetangaza kugombea urais kupitia Chadema, na yeye ameshaandikiwa barua na tawi lake huko kwamba ajieleze. Tunakishauri chama chetu njia hiyo tunayotaka kuchukua kuipitia sasa sio njia sahihi. Tulipinga udikteta, tunaendelea kupinga udikteta ndani na nje ya chama. Tunawashauri viongozi wetu wanaohubiri uhuru wa maoni, uhuru wa mawazo. Viongozi wetu wamekuwa wabunge, mwenyekiti alikuwa mbunge, makamu mwenyekiti alikuwa mbunge, katibu mkuu amewahi kuwa mbunge. Ndani ya bunge walikuwa na maoni na hoja za moto kweli kweli. Walipotaka kuzuiwa na spika, kupewa adhabu, kutolewa nje ya bunge, tulisimama kama taifa kwamba maoni yao yasikilizwe, ushauri wao usikilizwe. Na ndani ya Chadema leo tunawataka viongozi wasiogope kusikiliza maoni mbadala. Maoni hayapigwi rungu. Maoni ni fikra, yataendelea kuishi leo, kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo watu waachwe wawe huru, waseme kwa uhuru. Kama Chadema tukianza kuzuia watu wetu kusema, hivi mnataka wananchi wakasemee wapi? Hatutaki kuiga tabia za CCM kwamba mwanachama alihoji yule Malisa kwamba uteuzi wa mgombea urais au kufuata katiba ya chama, wakaagiza wilaya imfukuze wanachama. Hivyo vimelea tunaona vinataka kuja Chadema. Tunawasihi viongozi wetu wasikubali hayo majaribu. Ni hatari kwa uhai na ustawi wa chama